Baduke Stats, Sport Next Level. Nimtafuta mzee wa data angalau niishie naye magema matatu katika haya ambayo nakwenda kuzungumza. Mzee wa data, karibu sana nyumbani. Shukran, asante sana bwana Chris. Shukrani sana. Yeah. Mzee wa data, naona sasa ligi yetu Tanzania na vilabu vyetu baadhi vimegeuka kuwa lulu kwa timu za nje ya nchi. Ikiwemo tunazungumzia Morocco, tunazungumzia South Africa na maeneo mengine yote, kwa sababu baadhi ya wachezaji mfano kama Aziz Ki ameshaondoka, yuko Morocco sasa hizi na Wydad Casablanca. Hapa ninapozungumza kuna kina Feitoto, kuna kina Kibu, kuna kina Mukwala ambao tunakwenda kuzungumza hapa. Wanahusisha na timu mbalimbali. Na hapa namzungumzia huyu Steven Dese Mukwala. Naam, ambaye anahusishwa na kujiunga na timu za South Africa. Tumetazama ubora wa Mukwala msimu huu, namna anavyocheza, performance yake ndani ya Simba Sports Club Mnyama. Ningetamani sasa endapo sasa inatokea timu kutoka South inamnasa saini ya Mukwala au anasalia Simba, namna ambavyo amekuwa na ubora ndani ya msimu huu. Uko sahihi Chris. Ni kwamba ligi kuu Tanzania bara ni miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika kwa mujibu wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Inazidiwa tu na ligi kuu ya Misri ambayo ndo namba 1, namba 2 ligi kuu ya Morocco, namba 3 ligi kuu ya Afrika Kusini, namba 4 ligi kuu ya Algeria, namba 5 ni ligi kuu Tanzania bara. Sasa ukishakuwa na ubora huu, maana yake haishangazi kuona wachezaji bora katika ligi nyingine wanavutika katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu ni ligi ambayo ina klabu zinafanya vizuri, ni ligi ambayo klabu zake pia ukwasi umeimarika kwa maana ya uwezo wa kifedha. Lakini vile vile ukishakuwa na sifa hii, haishangazi vile vile wachezaji wako bora kwenda kutafuta malisho mazuri katika ligi bora kama wewe. Unapozungumzia ligi kuu ya Afrika Kusini, ni ligi bora namba 3 nimekwambia. Sisi ligi bora namba 5. Kule Afrika Kusini, ukwasi, fedha, klabu zake nyingi zina hali nzuri zaidi kuliko ligi yetu. Ligi yetu ziko vizuri, lakini kwa Afrika Kusini wako vizuri zaidi. Kwa sababu hiyo, na kwa sababu kuna kimbilio la wachezaji wazuri katika ligi yetu, haishangazi kuona ligi kuu ya Afrika Kusini, ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria kuvutika pia kuja kutafuta wachezaji wazuri kwetu, kama ambavyo sisi pia tunafanya. Huko Afrika Kusini hivi karibuni tumekuwa na jeuri pia kusajili wachezaji kutoka huko. Kama unakumbuka vizuri, Skudu Makudu Bela ametoka katika ligi kuu Afrika Kusini akatua Yanga na baadaye wameachana naye. Kuonyesha tu kwamba in out, kuingia kutoka ni kitu cha kawaida katika ligi yetu. Lakini ni ligi yetu hii ambayo Lionel Ateba Mbida ametoka katika ligi kuu Algeria kaja Tanzania. Kwa hiyo kupishana nafasi mmoja kwenda huko ni kitu cha kawaida. Stefan Aziz Ki kenda ligi kuu ya Morocco, Wydad. Selemani Mwalimu katoka Fountain Gate, sio Simba, sio Yanga, sio Azam wala katoka Fountain Gate. Yuko sasa hivi Wydad Casablanca. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Sasa matokeo yake tuanze kuzoea sasa kuona wachezaji katika ligi yetu wakienda katika maeneo makubwa zaidi, lakini wachezaji kutoka katika ligi nyingine kubwa wakija katika nchi yetu kwa sababu ya ubora unaoendelea kuonyeshwa siku hadi siku. Na ndio maana unakuta sasa Steven Dese Mukwala, huyu ni mtaja, ndio hivi sasa katika ligi kuu Afrika Kusini, miongoni mwa wachezaji wengi wanaocheza katika ligi kuu Tanzania bara wanaohusishwa kwenye klabu mbalimbali kule Afrika Kusini, ni huyu mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, Steven Dese Mukwala, ambaye Simba walimnasa kutoka katika ligi kuu ya Ghana msimu uliopita, akiwa ni miongoni mwa wachezaji waliofunga mabao mengi katika ligi kuu ya Ghana, akiwa katika wachezaji ambao wamefanya vizuri ligi kuu ya Ghana katika klabu ya Asante Kotoko, akatua Simba. Ndani ya Simba mpaka sasa Steven Dese Mukwala ni miongoni mwa wale wameiwezesha Simba katika ligi kuu Tanzania bara kuwa ndio timu pekee inayoichallenge Yanga, mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo. Msimu huu hawana urahisi Yanga, wanakuwa challenged, wanapewa changamoto na Simba tu, kwa sababu klabu nyingine Azam FC, Singida Black Stars, Tabora United na nyinginezo zote hazipo tena katika mbio za ubingwa, kwa sababu mpaka sasa mechi ambazo wameshacheza, idadi ya pointi ambazo wamepata Yanga na Simba mpaka sasa, hizo timu nyingine hata zishinde mechi zote hazifikishi. Mfano Azam wana pointi 57 hivi sasa. Wakishinda mechi zao 2 zilizobaki watatimiza pointi 63. Yanga wana pointi 73. Kwa hata kama Yanga wafungwe mechi zote zilizobaki, hata kama Azam washinde mechi zote zilizobaki, bado tofauti ya pointi baina yao ni pointi 10. Simba na pointi 72. Singida Black Stars pointi walizonazo hivi sasa pointi 53. Wakishinda mechi zao 2 zilizobaki, Singida Black Stars watimiza pointi 59. Hawawezi kufikisha
pointi sio tu za Yanga, hata za Simba zile 72 hawezi kufikisha. Kwa hiyo ina maana kwenye ubingwa imebaki mbio Yanga na Simba. Simba ambayo msimu uliopita ilimaliza ligi baada ya mechi 30 na pointi 69, leo hii haijamaliza ligi, mechi 27 imecheza, ina pointi 72. Pointi 3 zaidi ya zile ambazo ilihitimisha msimu uliopita. Lakini pia mabao, Simba msimu uliopita ilimaliza ligi mechi 30 ina mabao 59. Leo hii Simba ina mabao 63. Mabao 4 zaidi ya mabao aliyofunga katika msimu mzima uliopita. Haya mafanikio kwenye kufunga, kwenye point, kupata mechi nyingi, kupata pointi nyingi, mchango wake huwezi kumsahau Steven Dese Mukwala. Striker refu kuliko goli, ndivyo ninavyoelezwa na msemaji wao. Ingawa ni AKA tu kwa sababu kiuhalisia yeye sio mrefu kuliko goli, sio? Lakini ni kwa sababu gani yeye ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana kufikisha Simba hapa ilipo? Mpaka sasa Simba ikiwa na mabao 63, yeye akiwa amecheza mechi 25, amecheza dakika 1049 Steven Dese Mukwala. Kati ya dakika 2430 ambazo Simba amecheza katika ligi kuu, maana amecheza mechi 27, Mukwala ameshapiga mashuti 36. Mukwala kwenye mashuti 36 aliyopiga, 20 yamelenga lango, kafunga mabao 12, katoa assist 3. Kwa ujumla amechangia mabao 15 kati ya mabao 63 waliofunga Simba mpaka sasa. Unaweza kaona ni mchezaji muhimu kiasi gani. Aina ya uchezaji wake kama mshambuliaji kinara, anakuwa pale mbele, hatabiriki. Walinzi wa timu pinzani wana wakati mgumu kumkabili kwa sababu yeye ni mshambuliaji kinara, lakini hasimami eneo moja useme unamkadiria kwamba hapo tamzuia. Utamwona kushoto, utamwona kulia. Wakati mwingine ana drop deep, anakuja ndani kabisa kwenda kufuata mipira. Ni mpambanaji, ana kasi na ni mwepesi mno. Ingawa anaonekana ni striker mwenye body morphology, umbile ambalo huwezi kuamini kwamba ni mwepesi mno, kwa sababu kati ya wachezaji wachache ndani ya Simba ambao akifunga goli anakuonyesha zile acrobatic skills, ujuzi wake katika kubinuka, ni yeye na Mpanzu, sio? Nadhani na Chasambi. Yes. Lakini yeye ni mmoja wapo na amekuwa akionyesha show hizi za kuruka somersault. Ni kiashiria tu ya utimamu wake wa kimwili alionao, ni mpambanaji. Sasa yote 9, kwa sababu kuwa mshambuliaji upimi kwa kubinuka sarakasi. Kile alichokichangia katika Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini kile alichokifanya katika Simba kwenye kombe la shirikisho barani Afrika mpaka Simba ikafika fainali na kucheza dhidi ya RS Berkane katika mechi 2 ambazo alifungwa 2-0, halafu mechi ya pili 1-1 New Amani Complex na kufanya RS Berkane watoa ubingwa kwa ushindi wa jumla wa 3-1, lakini Simba akiwa na fainali uwezo kumwacha Steven Dese Mukwala. Sasa aina hii ya uchezaji ndio ambayo unaona anahusishwa na Kaizer Chiefs ya kocha Nasreddine Nabi. Ni kwa sababu timu za Afrika Kusini hivi sasa miongoni mwa macho wanayatoa sana ni kwenye ligi yetu. Kama ilivyo katika ligi nyingine bora, basi Afrika Kusini wanaangalia sana ligi yetu na kujaribu kuona wachezaji walio bora, kujaribu kuona namna gani wanaweza kashawishi waende kwenye ligi yao. Ni kwa sababu tu ya ubora wa ligi na ubora wa wachezaji yao. Nabi, timu yake ya Kaizer Chiefs, msimu huu wa ligi kuu ya Afrika Kusini PSL umeshahitimishwa. Kila timu imecheza mechi 28. Zilikuwa mechi 30, lakini 2 zimeondolewa kwa sababu Royal AM walijitoa katika ligi kwa sababu za kanuni zao kwenye ligi kuu Afrika Kusini. Kwa mechi zimechezwa 28. Hawa Kaizer Chiefs wamemaliza katika nafasi ya 9, Chris. Mechi 28, unajua mabao wamefunga mangapi? Wamefunga mabao 25. Yaani mabao waliofunga hayafikii hata idadi ya mechi. Yaani wangefunga goli moja ungekuwa na magoli 28 kwenye msimamo wa ligi kuu Afrika Kusini. Na mabao 25. Wameruhusu mabao 32. Mwenendo wao haukuwa mzuri. Unafanyaje kujikwamua? Kujiimarisha. Kaizer Chiefs ni ina hadhi ya Simba na Yanga kwa Afrika Kusini. Wao na Orlando Pirates. Kaizer Chiefs ni miongoni mwa klabu zenye ukwasi mkubwa wa fedha barani Afrika. Yaani ukitaja Al Ahly ya Misri, ukitaja Mamelodi Sundowns, Pyramids, hawa Kaizer Chiefs hawachezi mbali kwa kiwango kikubwa, kwa uwezo mkubwa wa kifedha walionao. Sasa kwa kutumia fedha zao na mpango mkakati wa timu yao kwenye project mradi ujao kwa msimu wa 25-26 kufanya vizuri zaidi kuliko hivi sasa ambapo wameshindwa hata kumaliza top 8. Kwa sababu kwenye ligi kuu Afrika Kusini top 8 ndio kuna heshima kubwa zaidi, kuna maslahi zaidi, unaonekana walau msimu wa kukuendea vibaya. Wao maliza nafasi ya 9. Unafanyaje sasa kuboresha kikosi chako? Ni pamoja na kuimarisha eneo la ushambuliaji. Steven Dese Mukwala kwa rekodi hizi nilizokupa akiwa ndani ya Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara ambayo zimechezwa mechi 27, nimekwambia dakika 2430 alizocheza Simba, yeye amecheza mechi 25, dakika 1049, halafu amechangia mabao 15 kwa kufunga 12, halafu katoa assist 3, akiwa katika orodha ya wafungaji wa mabao mengi ligi kuu.
naye achezi mbali, kwa sababu anayeongoza ni Jashaua wa timu hiyo ya Simba mabao 15. Anayefuatia ni Clement Mzize Walid mabao 13, Prince Pumelo Dube mabao 13. Mkwala anafuatia yeye Leonel Ateba Mbida mwenzake wa Simba wana mabao 12, lakini na zile assist zake zinamfanya kuwa mchezaji ambaye haishangazi kuona akihusishwa na uhamisho wa kwenda timu kama Kaizer Chiefs ambayo kifedha iko vizuri, lakini kwenye rasilimali watu, kwenye wachezaji pale kwenye kikosi chao chini ya kocha Nasreddine Nabi hawako vizuri kihivyo, ndio maana msimu huu hawakufanya vizuri. Lakini Chris, japo hujaniuliza, hakuna kizuri kisicho na changamoto. Steven Dese Mukwala hata pamoja na mazuri yake yote haya ana kasoro zake. Moja wapo wakati mwingine ni usahihi wa kupiga mashuti kwa kulenga shabaha, ni uwezo wake kupachika mabao. Katika baadhi ya mechi huwa anapotea, yani pale ambapo yani kocha Fadlu Davis ili kuongeza ubora wake kadri anavyopata nafasi chini ya kocha Fadlu Davis, lakini endapo biashara itafanyika kati ya Simba na Kaizer Chiefs, maana ni tetesi. Hakuna taarifa rasmi ya Kaizer Chiefs kwamba wanamtaka Mukwala na wamewasilisha ombi rasmi kwa Simba. Hakuna taarifa rasmi ya wekundu wa Msimbazi Simba kwamba wako tayari kumuuza mchezaji wao Steven Dese Mukwala, lakini vyombo vya habari Afrika Kusini vinataja Mukwala kwamba ni mchezaji ambaye wanamtaka sana hawa Kaizer Chiefs kwa ajili ya msimu ujao 2025-2026. Mchezaji wa timu ya taifa ya Uganda ambaye kama nilivyotoka kuelezea mabao 12 aliyofunga katika ligi bora namba 5 barani Afrika, akitoa assist 3 kwao wao. Namna anavyokimbia vile, namna anavyowasumbua walinzi wa timu pinzani, bila shaka ndio wameshawishika katika kumtambulisha na muita goal machine juu ya tetesi za kumuhusisha yeye Mukwala na timu za kule kwa Afrika Kusini, ikiwamo Kaizer Chiefs ya kocha Nasreddine Nabi, kocha wa zamani wa wananchi Yanga. Sasa Chris na watazamaji wako, kama kuna mtu anamchukulia poa huyu striker refu kuliko goli, ikipigwa tu sindo? Anyway, hayo maneno ya utani ya Ahmed Ali katika kuwajaza wachezaji wao. Lakini ukweli ni kwamba kule Afrika Kusini, kwenye vyombo vya habari Afrika Kusini, Mukwala unajua hawamuiti striker refu kuliko goli, hawamuiti sijui striker wao wanamuitaje, unajua wanamuita goal machine. Goal machine ni kwa sababu tu wakirifaa, wakiangalia hiki ambacho anakifanya ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, anacheza kwa dakika chache uwanjani halafu analeta madhara makubwa kwa wapinzani. Labda ni swala la kusubiri bwana Chris kama kweli atakwenda Kaizer Chiefs ama timu yoyote, ama Simba watabaki naye, maana wachezaji wa ubora watatamani wabakishe kwa ajili ya msimu ujao ambao hawaendi kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika, wanakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia wakihitaji kufanya vizuri katika ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano, kombe la mapinduzi na michuano mingine watakaoshiriki kwa ajili ya msimu ujao 2025-2026. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.